Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Wanawake wa Tanzania kutoka sekta mbalimbali wameungana na wanaulimwengu kuadhimisha siku ya mama duniani kwa kujadili na kujifunza masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo, familia, malezi pamoja na ukuaji wa uchumi wa wanawake. Akizungumza katika kongamano la kujadili nafasi ya mama katika jamii lililofanyika Dar es Salaam, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam Bona Kamoli amewahimiza wanawake kutumia fursa ya mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ili kujikwamua kiuchumi na kuboresha maisha na familia zao. Kila siku kina baba wanatania kwamba kila mama ana kikoba. Kwa hiyo kina mama wengi wamejiunga kwenye vikoba, lakini kina mama wengi wako wanafanya biashara ndogo ndogo kuhakikisha kwamba wanaendeleza uchumi wao wa familia. Na tunasema kwamba ukimwezesha mwanamke umeiwezesha familia nzima. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Thamani Yangu Foundation, Lightness Rwegasila, amesema wazazi wanapaswa kuweka msingi mzuri wa malezi kwa watoto tangu wakiwa wadogo ili kuwajengea maadili na msingi imara itakayowasaidia kuwa raia wema katika jamii. Wanawake wana vitu vingi vya kufanya, wanalea, ni walimu, wana kazi, wana biashara, ila wanakuwa hawakumbukwi kuongeza thamani. Kwa hiyo tumeandaa kongamano hili kwa ajili ya kuongeza thamani ya mama. Kumbuka kabisa kwamba na wewe unataka kwenda kutengeneza mabinti au wanawake ambao wanakwenda kwenye ndoa. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa la kuona kwamba mabinti wengi hawadumu kwenye ndoa, au hata vijana au ndoa nyingi hazidumu, kwa sababu mimi naamini kudumu kwa ndoa ni namna wale watu wawili wanavyoishi. Wakina mama lazima ujiulize, hii ni taasisi inayosema imekuja kutusaidia. Lazima tuwe na utulivu wa nafsi na akili zetu tuweze kusimama vizuri kwenye majukumu yetu. Kwa hiyo ili tuwe na uhuru wa kifedha, kuna maeneo yanatunyima uhuru, tunatakiwa kuyakabili, tunatakiwa kuyashirikia. Eneo mojawapo ni masuala ya mikopo. Huna sababu ya msingi ya kukopa, mwanamke mwenzangu, usikope. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka viongozi wa CCM mkoa wa Kusini kuzitumia rasilimali za chama katika kuwekeza miradi ya maendeleo ambayo itafanya chama kuwa na uwezo wa kujiendesha kiuchumi. Amesema licha ya Chama cha Mapinduzi kuwa na rasilimali nyingi, bado hazijakisaidia chama kiutendaji. Hivyo sasa ni wakati wa kuachana na miradi midogo na kujikita zaidi kwenye miradi mikubwa kwa kushirikiana na wawekezaji. Ni msafara makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ukiwasili ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Tunguu ya kati mkoa wa Kusini Unguja kuzungumza na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi. Akizungumza na viongozi hao, Dr. Mwinyi anasema sasa umefika wakati wa Chama cha Mapinduzi kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya maendeleo. Tunazo rasilimali za chama, assets. Tuna maeneo mazuri. Chama hiki, kama kuna chama kina maeneo mazuri ya biashara, ni CCM. Tuyatumie vizuri. Tujenge majengo ya kisasa, maeneo ya biashara, tupate kipato ili tukiendeshe chama vizuri. Dr. Mwinyi akiwa katika ziara ya kuwapongeza wana CCM kutokana na mafanikio yaliyopatikana wakati wa uchaguzi, anasema chama kikiwa na miradi mikubwa kupitia rasilimali zake kitajiendesha bila kutegemea ruzuku na misaada ya fadhili. Tunahitaji matawi yajengwe, mazingira yetu ya kazi yawe mazuri katika ngazi zote. Tunahitaji kuwalipa watendaji wanaoacha majukumu yao wakakaa katika ofisi zetu siku nzima, lazima walipwe. Tunahitaji vyombo vya usafiri, tunahitaji stationery, tunahitaji fedha au posho za vikao. Haya yote yanataka fedha. Sasa chama kisichokuwa na uchumi, haya hayawezi kutekelezeka. Katibu wa CCM mkoa wa Kusini Abdalla Mwinyi amesema mkoa huo umepata miradi mbalimbali ya maendeleo kupitia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi 2020-2025. Sekta ya maji safi na salama, matangi mapya ya kisasa yenye thamani ya shilingi bilioni 38,685,955,900 yamejengwa katika mkoa wetu. Lakini katika sekta ya elimu zaidi ya shilingi bilioni 10,240,375 na senti kadhaa zimetumika kuimarisha suala la elimu ndani ya mkoa wetu. Dr. Mwinyi katika ziara kuwapongeza wana CCM tayari amefikia mkoa wa Kaskazini Unguja
mkoa mjini pamoja na mkoa wa Kusini. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali haitavumilia kiongozi yeyote atakayeshindwa kutimiza wajibu wake ipasavyo, ikiwemo kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anasikilizwa na kupatiwa haki yake inayostahili. Waziri Mkuu ameyasema hayo mkoani Dodoma wakati akizungumza na mamia wananchi wa Kibakwe na Mpwapwa mjini wakati wa ziara yake iliyoambatana na ufunguzi wa soko la Kibakwe na kusikiliza kero za wananchi. Moja, watu watimize wajibu wao. Kumekuwepo na utaratibu wa mazoea, watu kukaa ofisini tu, wanafurahia yuko ofisini, lakini kwenye wajibu atimize wajibu, kusahau wajibu. La pili, kumekuwepo na watu kupuuza haki za Watanzania. Mimi watu wote wanaokiuka, wanaotumia ubabe, kunyanyasa wenzao, kutumia nafasi zao, kutumia fedha, utapeli, wanawaibia wenzao, nimekuja na dawa, nitawashikisha adabu, watanyoka tu. Katika hatua nyingine, waziri mkuu amewatoa hofu wananchi wa Mpwapwa kuhusu kero kubwa ya miundombinu ya barabara iliyowasilishwa na viongozi wao. Kwani wahakikishie ndugu zangu wana Kibakwe kwamba mradi ule sasa utaenda kuanza, kwa sababu ndio upo kwenye kundi hili la miradi ya kipaumbele. Tunaomba kama ambavyo uliagiza siku ile, na kwamba mkandarasi alikwisha patikana wa kipande cha kutoka Kongwa mpaka Mpwapwa. Bado mchakato wa kipande cha kutoka Mpwapwa mpaka Kibakwe yuko mbioni kupatikana ama amekwisha patikana kwa mujibu wa taarifa tulizokuwa nazo. Tunaomba fedha hiyo itoke ili mkandarasi ambaye tayari yuko saiti aweze kuanza kazi. Barabara za ndani ya mji, tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, amewapatia TARURA pesa na ametuwekea lami, na sasa tunavyoongea kuna kilomita nyingine za lami zinatandazwa Mpwapwa mjini. Tumpigie makofi na kumshukuru Mheshimiwa Rais. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeshatenga jumla shilingi milioni 300 kwenda kukamilisha baadhi ya miundombinu katika hospitali yetu ya wilaya, lakini kama haitoshi tumetenga milioni 450 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Gulwe. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Meli ya kitalii iliyokumbwa na virusi vya Hanta ikiwa na watu 140 imewasili Tenerife, eneo kubwa katika visiwa vya Uhispania vya Canary, ambapo abiria na baadhi ya wafanyakazi wameanza kushushwa katika meli hiyo. Shirika la Afya Duniani WHO na mamlaka za Uhispania na kampuni ya usafiri wa baharini Ocean Wide Expedition wamesema hakuna mtu yeyote ndani ya meli hiyo ya MV Hondius alionyesha kwa sasa kwamba ana dalili ya virusi hivyo. Tangu kuzuka kwa sakata hilo, watu 3 wamefariki dunia, huku abiria 5 waliotoka kwenye meli hiyo wakiripotiwa kuambukizwa virusi vya Hanta ambavyo vinaweza kusababisha kifo, huku zoezi la kuwakagua likifanyika chini ya uangalizi mkubwa na meli kutia nanga, kisha watu wanaondolewa kwa kutumia boti ndogo na ndege za uokoaji baada ya kufanyiwa vipimo vya awali, na hawataruhusiwa kuwa na mchanganyiko na wakazi wa eneo hilo. Tukirejea ni kwamba Jumuiya ya Wazazi Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Mara imemwomba mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan kufanya operation mpya kurejesha mali na vitega uchumi vya chama vinavyomilikiwa na watu na kuvitafutia hati miliki kisha kuvikabidhi kwa jumuiya husika. Kauli hii inatolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi ya Chama cha Mapinduzi mkoani Mara, Julius Masubo Kambarage, katika maadhimisho ya wiki ya wazazi, kuhakikisha kwamba wanaendelea kusaka majengo mengine yaliyosahaulika. Sio majengo tu, vitega uchumi mbalimbali, magari, majumba, viwanja vya mchezo, viwanja vya mipira na mambo mengine chungu mzima. Lakini vile vile vyote hivyo nilikuwa na shauri vichukuliwe hati ili kuepuka shughuli mbalimbali, mashtaka mbalimbali, migogoro ndani ya chama, migogoro ya chama na wananchi. Maadhimisho haya ambayo pia yameenda sambamba na changizo kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya katibu wa wazazi wilaya Butiama mkoani Mara, huku baadhi ya wanachama nao wakiunga mkono ombi la mali za chama kurejeshwa ili tukamilishe lengo la kile kilichotuleta hapa. Katibu wetu wa wazazi anaishi upangajini, na kama mnavyojua kwenye upangaji mambo ni mengi na masoro yakiwemo. Zilihakikiwa na bado zinaonekana ziko mikononi mwa watu, ziendelee kufuatiliwa na ziendelee kufufuliwa na zifanye kazi kama ilivyokusudiwa. Hii ni sehemu ya uendelezaji wa wilaya yetu ya Butiama kwenye chama. Kustaafu ni kitu kimoja, kwa kisha chama kinabaki hai zaidi ni jambo la pili. Katika maadhimisho haya, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mara Bwana Patrick Chandi akazipongeza jumuiya kwa kazi kubwa ya uimarishaji uchumi, ikiwemo kuanzisha miradi
katika jumuiya zao. CCM itajengwa na wana CCM na Butiama itajengwa na wana Butiama. Butiama lijengwa na hili lifanye nini? Liishe. Vyote hivi ni vitega uchumi ambavyo vitanyanyua mapato ya chama. Kwa kweli nishukuru sana, mpaka sasa hivi tuna miaka mitatu kama kasoro. Kazi ambayo imefanyika ni kubwa sana mwenezi. Aidha, Chande amefanikisha kupatikana zaidi ya shilingi milioni 27 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya katibu wa CCM wilayani Butiama mkoani Mara. Kutoka hapa wilayani Butiama mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amewataka wananchi kuchukua hatua ya kuwazuia viongozi wa dini na siasa wanaotoa kauli zinazoleta mpasuko ndani ya jamii kwa kutaka kuungwa mkono na wananchi kwa ajili ya dini au ukabila wao. Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM imetimiza miaka 48 toka kuanzishwa kwake. Katika kusherekea siku hiyo mkoani Singida, jumuiya hiyo imekuwa na kilele cha wiki ya wazazi ambapo shughuli mbalimbali zimefanywa na jumuiya hiyo katika jamii. Mgeni rasmi katika kilele cha wiki ya wazazi mkoani Singida ni mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego, na hapa anawakilishwa na mkuu wa wilaya Iramba Suleiman Mwenda. Akawataka wananchi kuchukua hatua ya kuwazuia viongozi wa dini na siasa wanaotoa kauli zinazoleta mpasuko ndani ya jamii. Ni muhimu tukachukua hatua sasa ya kuzuia viongozi wetu wa kidini, wa kikabila na wengineo kutoa kauli ambazo zinaleta mpasuko ndani ya jamii yetu. Tumeanza kuona madhara ya kauli za viongozi wa dini, na haya ni lazima tuyakemee. Haya lazima tuyakatae, na wanasiasa wasijiingize huko kwamba unataka kuungwa mkono kwa kutumia dini yako, unataka kuungwa mkono kwa kutumia kabila lako, unataka kuungwa mkono kwa kutumia kanda yako. Ukifanya hivyo utagawa watu. Ukigawa watu umeligawa taifa hili. Ukishaligawa taifa hili hatutakuwa na taifa. Kwa upande wake mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Singida Bethana Komolwa, yeye akatia msisitizo kwenye suala la malezi na maadili. Ninawaombeni sana tuwalee watoto wetu kulingana na misingi ambayo tulilelewa sisi na mababu zetu. Tukiwalea watoto wetu vizuri na tukawapa misingi, ile habari ya fujo watoto kwa hawana nidhamu na taifa lao halitakuwepo. Baadhi ya viongozi wa chama waliofika katika kilele hicho wakapata fursa ya kuzungumza na wananchi. Na niwaombe sana sisi wazazi tulioko hapa, swala la mmomonyoko kwa watoto wetu tujitahidi sana kuliangalia na kuwafundisha uzalendo juu ya nchi yetu. Muda si mrefu tutaanzisha operation maalum ya kuhakikisha wanachama tunalipia ada na tunakuwa hai ili tuweze kuwa imara kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Naam, waasi wa kundi la AFCM 23 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema Marekani haijatimiza wajibu wake kama mpatanishi katika juhudi za kumaliza mzozo mashariki mwa nchi hiyo iliyopo Afrika yenye utajiri mkubwa wa madini, wakati utawala wa Trump ukijaribu kupata madini ya eneo hilo kwa ajili ya kampuni za Marekani. Kwa mujibu wa barua iliyotumwa na kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio kutoka kwa viongozi wa waasi wa M23 Corneille Nangaa, Washington imeshindwa kushinikiza serikali ya Kinshasa kuhusu madai ya kukiuka makubaliano ya amani. Barua hiyo ilionekana kwamba ilionyesha na shirika la habari la Associated Press siku ya Jumamosi, imesainiwa kwa muungano wa Congo River Alliance unaojumuisha kundi la M23 na loungwa mkono na Rwanda. Na mwaka 2025 Kongo na Rwanda zimesaini makubaliano ya amani chini ya upatanishi wa Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Kongo. Kisha makubaliano hayo yalitarajiwa kuweka masharti ya ushirikiano na ukuaji na masharti ya ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo tangu kufungua njia ya kusainiwa mikataba ya madini adimu. Tukitoka hapo Kongo ni kwamba Umoja wa Vijana Chama cha Mapinduzi UVCCM umewataka vijana wasomi nchini kujikita katika kufanya tafiti mbalimbali zitakazowezesha kujenga uwezo wa kujibu hoja kwa hoja
hasa katika kipindi hiki cha ushindani wa kisiasa kinachohitaji uelewa mpana na uchambuzi wa kina kwa masuala yanayohusu jamii pamoja na maendeleo. Wito huo umetolewa na makamu mwenyekiti wa UVCCM Rehema Sombi wakati akizungumza katika darasa la mafunzo ya uongozi pamoja na hafla ya kuwakaribisha wanachama wapya na kuwaaga wanaomaliza katika tawi la chuo cha serikali za mitaa Hombolo mkoani Dodoma. Tuutumie ulingo wa siasa tulionao katika karne hii kuweza kufanya tafiti kama ambavyo nilisema awali, ili tuweze kujipambanua tofauti na vijana wengine wa hizo NGOs za SACCOS, kwamba sisi tuoneshe kwamba kweli tumetoka Chama cha Mapinduzi. Kujibu kwa hoja oye. Aidha, amesisitiza matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kuwahimiza vijana kuwa wabunifu ili kujenga msingi wa kujiajiri na kuchangia maendeleo ya jamii, huku mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Dodoma Abdul Habibu Mwanyemba akieleza kuwa Chama cha Mapinduzi CCM kimeendelea kuwa nguzo muhimu katika kuwatetea Watanzania. Tuendelee kuhakikisha kwamba tunakuwa na matumizi mazuri ya mitandao yetu ya kijamii, ambalo limekuwa ni janga kwa sababu sisi ndo wahanga wakubwa wa mitandao hii. Tukijikuta tunaitumia ndivyo sivyo, tutapotosha umma, tutaleta sintofahamu na taharuki katika jamii zetu. Lakini tukiitumia vyema, tutahakikisha kwamba taarifa zinazofika ni sahihi. Chadema inawatetea labda wanachadema, lakini sio Watanzania. Chama kinachotetea Watanzania ni chama kilichopo madarakani, na ndio maana sisi vijana wake tumenyooka, tunasema kweli na ni wafuasi wa kweli wa kumlinda na kumtetea rais wetu. Kwa upande wa uongozi wa tawi maalum la chuo cha serikali za mitaa Hombolo, wameeleza namna tawi hilo lilivyo kiungo muhimu cha kuunganisha vijana na Chama cha Mapinduzi CCM. Tutaendelea kuisemea mema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana kuendelea kuunga serikali yao inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Vijana wazingatie masomo, vijana wasio wanajihusisha na mambo ovu yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, wajikite kutetea nchi yao. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, msemaji wa jeshi la Iran ameonya ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya zitakazotumiwa katika uwanja wa vita. Iran imetishia pia kulipiza kisasi kwa kushambulia kambi za ofisi za Marekani kote Mashariki ya Kati ikiwa meli zake za biashara zitashambuliwa tena katika eneo la Ghuba kufuatia mvutano unaendelea katika mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amekutana huko Miami na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na maafisa kadhaa wa Marekani na Pakistan ili kujadili namna ya kumaliza mzozo huo, ingawa haikuwa wazi ikiwa Iran ilijibu pendekezo la amani lililowasilishwa na utawala wa rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa Nishati Deogratis Ndejembi amewataka wakandarasi wanaojenga kituo cha kupoza umeme na kusafirisha umeme kutoka Benako mpaka Kiaka kukamilisha mradi huo kwa wakati ili mkoa wa Kagera uweze kuunganishwa katika gridi ya taifa kama mikoa mingine, huku mkurugenzi mkuu wa TANESCO akisema kuwa mradi huo utagharimu zaidi ya shilingi bilioni 220. Tupate taarifa zaidi kutoka mkoani Kagera. Akizungumza katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika kituo cha kupoza umeme na kusafirisha umeme cha Benako mpaka Kiaka, waziri wa nishati Mheshimiwa Deogratis Ndejembi amewataka wakandarasi hao wanaojenga kituo cha kupoza umeme na kusafirisha umeme kukamilisha mradi huo kwa wakati ndani ya miezi 24, huku mkurugenzi mkuu wa TANESCO akisema kuwa watawasimamia wakandarasi hao ili wakamilishe mradi huo kwa wakati. Ni kuahidi Mheshimiwa Waziri, pamoja na maelekezo yako utakayotupa, tutafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha tunamaliza kazi hii kwa wakati. Sasa ni watake wakandarasi kuhakikisha hakuna ucheleweshaji, na hatutomvumilia yoyote ambaye atachelewesha kazi hii. Leo ndio maana wananchi hao wapo kushuhudia mkianza kazi hii. Ndani ya miezi 24 tuje kukabidhi mradi huu. Nadhani tumeelewana. Hii inakwenda kwa wote mnaojenga substation na wale ambao mnajenga line kubwa.
Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ngara Kanali Matias Kaabi, ambaye amemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kagera Kanali Ramazani Kido, amesema kuwa anaipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuunganisha mkoa wa Kagera na gridi ya taifa. Tunaishukuru sana serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuamua kuunganisha mkoa wetu wa Kagera na gridi ya taifa ili kupata umeme wa uhakika muda wote bila kutegemea umeme kutoka nchi jirani. Waziri wa Nishati amemtaka mkurugenzi mkuu wa TANESCO nchini kutafuta transformer mpya ili kuifunga katika wilaya ya Ngara ili kuondoa changamoto ya kukatika umeme mara kwa mara. Sasa nikutake wewe na timu nzima ya TANESCO kuhakikisha tunapata transformer mpya mara moja yenye uwezo mkubwa ya kuhakikisha tunapata umeme katika wilaya hii ya Ngara. Nikiripoti kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera, Jacques Joakim, Channel 10. Uhaba wa vitendea kazi vya kutosha umetajwa kuwa changamoto kubwa inayokabili shirika la Msalaba Mwekundu Tanzania mkoani Kilimanjaro, hali inayodaiwa kuathiri utoaji wa huduma ya kwanza na uokoaji kwa waathirika wa majanga mbalimbali. Akisoma risala katika maadhimisho ya miaka 64 ya shirika hilo yaliyofanyika katika shule ya sekondari Bomambuzi iliyopo kata Kaloleni manispaa ya Moshi Kilimanjaro, mmoja wa wanachama wa shirika hilo Dorin Mrema amesema kutokuwepo kwa vifaa toshelezi ikiwemo usafiri duni umekuwa kikwazo wakati wa utoaji huduma ya haraka katika jamii. Ukosefu wa fedha za kuendesha shughuli zetu, kwa kuwa shughuli ni nyingi na tunafanya kwa kujitolea na kutegemea wahisani. Upungufu wa vifaa vya kutolea huduma ya kwanza na vifaa vya kukabiliana na maafa. Mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu mkoa wa Kilimanjaro Lilian Mlei akaeleza wanavyotumia maadhimisho hayo kwa kuhakikisha wanaendeleza shughuli za upandaji miti na utunzaji mazingira katika shule na taasisi nyinginezo. Kampeni yetu inalenga kupanda miti kwenye maeneo ya shule ili watoto wapate sehemu nzuri ya kuchezea, lakini pia wapate matunda, lakini pia kuna miti ambayo ni kwa ajili ya mbao, kwa hiyo kwenye masuala ya kiuchumi pia itawasaidia watoto. Kama nilivyopata agizo kutoka kwa mkuu wa wilaya, na hususan kwa sababu na watoto 200 zaidi ya watoto 216, kila mwanafunzi ataenda kupata mti wake kwa ajili ya kwenda kutunza. Akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Moshi katika maadhimisho hayo, afisa tarafa ya Moshi Magharibi Senzia Losin ameitaka bodi ya bonde la mto Pangani kusimamia utunzaji wa vyanzo vya maji ikiwemo kudhibiti uchimbaji mchanga kando kando ya mito. Wanaenda wanatoa mchanga kwenye mito, masomo kwenye mito, ile pia ni uharibifu wa mazingira. TFS pia hili tunaomba nalo mlipokee. Kwa ule uchimbaji ambao unachimbwa kiholela, nao pia bonde nendeni fuatilieni kama hawana vibali ili kusudi tuendelee kutunza mazingira yetu. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Naam, wananchi wa kijiji cha Mlangai, kata ya Mlangai, halmashauri ya wilaya Ileje mkoani Songwe wamelalamikia uongozi wa serikali ya kijiji na kata kuwakamata na kuwafungia na kuwatoza faini zisizo halali pamoja na kutoa vitisho dhidi yao, huku wengine wakilalamikia kutolipwa madai ya ujira wa kazi ambazo wamefanya kwa mkandarasi. Mwanahabari wetu Rose Chepewa anaripoti. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Omar Makame ameanza ziara ya kazi ya kusikiliza kero za wananchi, ziara ambayo ameipa kauli mbiu inayosema serikali kiganjani mwako, akiwa anatekeleza agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambalo limetiliwa mkazo na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Na akiwa katika wilaya Ileje ndipo wananchi wakamweleza kero zao. Wananchi tunapofika pale wanakuambia faini shilingi 100,000. Wananchi hao unaowaona ni wanyonge. Usione walipokaa hapa. Wanaburuzwa kama mbwa ambaye hataki kwenda mawindoni. Watendaji kama nilivyokuambia, angejitokeza wengi hapa wakizungumza tu, kesho wanamerundi kwa kule. Ila mimi nimekubali. Kutokana na malalamiko haya ya wananchi, mkuu wa mkoa akatoa maelekezo haya. Nisingependa kusikia wananchi wanakamatwa, wanafungiwa ndani, wanatozwa faini ambazo ziko kinyume na sheria. Mtendaji yoyote, kiongozi yoyote atakayetekeleza mambo hayo ya kuonea wananchi, kukuvunja haki za wananchi,
tutamchukulia hatua yeye mwenyewe. Na wananchi wengine wamelalamikia kutolipwa fedha zao na mkandarasi msaidizi ambaye amechukua tenda ya kujenga nyumba za watumishi wanaojenga barabara Isongole Isoko kwa kiwango cha lami. Milioni 4 na laki 7. Milioni 4 na laki 7. Ilikuwa milioni 8. Sasa mbona nauliza au hoja aliyozungumza ndio hiyo moja? Wote tuliofanya kazi kwenye kampuni ile. Mkuu wa mkoa huo akaliagiza jeshi la polisi kumuita mkandarasi huyo na kumtaka alipe madai ya vijana hao. Yeni simu mwambie aje leo ileje amalize, kwa sababu fedha serikali sisi tumeshawapa fedha watu wa CRBC tushawalipa advance payment, na CRBC tayari wameshalipa kwenye ile kampuni ya Gapico fedha zote, lakini yeye hajawalipa hawa mafundi. Asipokuja mtafuteni. Kutoka Ileje mkoani Songwe, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa wa Channel 10. Jumuiya ya wazazi wa CCM mkoa wa Tanga imewataka wazazi kote mkoani kuendelea kulea watoto wao katika misingi ya maadili mema kwa lengo la kutengeneza kizazi bora chenye uzalendo kwa ajili ya taifa. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Tanga Alhaji Hassan Mbezi wakati wa maadhimisho ya wiki ya wazazi yanayofanyika kimkoa wilayani Handeni mkoani hapa. Kazi hii iwe ni endelevu siku hadi siku. Sisi tusirudi nyuma, tukumbuke sisi ndio wazazi, na mzazi kila siku hukosi la kusema, kwa sababu ulimwengu unabadilika hivi. Kwa hiyo lazima tuwe makini kulea watoto wetu. Wazazi wote ni walezi. Ulezi tunaanza sisi wenyewe tulio kwenye jamii. Kwa hiyo tunapaswa jamii tuwafundishe watoto katika maadili yaliyo mema, ili watoto wanapokuwa wawe wazalendo katika nchi yao. Katika maadhimisho hayo shughuli mbalimbali zimefanyika, ikiwa ni pamoja na zoezi la upandaji miti katika hospitali ya mji wa Handeni. Na hapa mwenyekiti wa wazazi wilaya Handeni Bwana Hussein Mdingo pamoja na kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Lawrence Loitore wanasema tumepanda miti mingi sana hapa hospitalini, na tukaingia kwenye wodi mbalimbali, tukawapa watoto zawadi mbalimbali, wagonjwa wale tukawapatia zawadi mbalimbali, mafuta, sabuni mbalimbali. Kwa kweli nasema kwamba tumefanya kazi moja ambayo ni nzuri sana. Nashukuru Mungu nimebahatika kupata mtoto wa kike. Tunashukuru sana. Tunaona sisi mmetembelea kutupa leo zawadi. Asanteni sana, tunashukuru sana. Tumebahatika kupata jengo la dharura kwa maana kwamba emergency, tumepata jengo la ICU na tumeweza kupata maabara mpya kabisa. Kwa pamoja kwa hivi vitu vinasaidia sehemu kubwa kuweza kutoa huduma stahiki kwa wateja wetu. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni Eden Bahati kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema, fundi mitambo yuko hapo, jopo zima likiongozwa na Lulu Ali.